wapewe majina hawa watoto kulingana na baba zao wazazi. Polewa, wanawake wanapoolewa wanabadilishwa nasaba, badala ya kunasibishwa na nasaba zao, sasa wananasibishwa na nasaba za ume zao. Na hili ni jambo ambalo kwamba wanawake wa Kiislamu wanapasa walipambanie na kulipigania, kwamba ni haki ya mwanamke hata kama ameolewa abaki katika nasaba yake. Katika uzushi mkubwa sana ulioenea, mtu kujinasibisha na asiyekuwa baba yake. Asa nyota ni ile bahati yake aliumbwa nayo mtu mbinguni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji wa Africa TV Swahili, ni mfululizo wa vipindi vyetu Sawaidul Ikha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hivi leo tuko katika sehemu yetu ya 8. Kwa hiyo tunaomba tuwe pamoja ili kuweza kupata faida katika mazungumzo juu ya familia na Qur'ani. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin rasulina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Nukta yetu ya leo itakuwa hukukul abna'i ala al-aba'i. Mzazi ana haki au ana wajibu gani juu ya mtoto? Tumeona mwanzo kabisa wa vipindi vyetu tumesisitiza sana swala la uteuzi wa mke na mume bora. Nikae pale Sehemu tutakayoanza nayo, kwa sababu ni jambo la haki, ina maana jambo la wajibu baba kwa mwanaye, ni vizuri tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabla ya kuanza kudondoa hizo haki. Binadamu kabla hajaja hapa duniani, tukimzungumza binadamu huyu tunazungumza binadamu mwenye sifa ya Uislamu. Miongoni mwa maandalizi ya kuja kwake mume na mke, kabla hawajaanza mkutano ambao utapelekea aje huyu mtoto, kuna maandalizi ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala yanafanyika. Tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza kwa kusema aombe huyu mshiriki katika mkusanyiko huo wa mwanzo kwamba sheitani awe mbali na hawa wawili. Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. E Mola, tunakuomba katika mkutano huu wa mke na mume kwamba kitakachotokea hapa, ina maana ndio huyu mtoto aje mtoto salama na fitna za shetani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu swala la dua anasema katika maeneo mengi sana. Kuna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Hapa Allah anatutaka kwamba tuombe juu ya wenza wetu, juu ya wake zetu, lakini pia kizazi kitakachokuja baada ya hapa. Kwa hiyo nachotaka kuzungumzia hapa, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa kabla ya kutaka hizo haki za huyo mtoto, kwa sababu haki huwezi ukazitekeleza kama huna muongozo, na kuna muongozo mkubwa sana kama kupata msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dua ni muhimu sana katika kuelekea hayo tunayoelekea. Sehemu ya pili baada ya hii dua, tunakuja kuangalia huyu mtoto ni lazima awe na nasaba ya familia. Nasaba yake tunaielekeza moja kwa moja kwa huyu baba. Allah anasema ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah, wapewe majina hawa watoto kulingana na baba zao wazazi. Kwa hiyo kama itatokea mzazi au baba atampa jina mwanaye kwa utashi tu, pengine kuna
rafiki yake fulani anampenda sana akampa jina, au labda kuna mwingine ambaye anaona kwake ndio kigezo, hapo bado hajatenda sawa. Kwa hiyo nukta ya pili kwamba watoto wapewe majina ya baba zao ni kitu muhimu sana. Unaweza ukakiona ni kitu kidogo, lakini kina faida sana, kwa sababu maisha yote ya huyu mtoto ataanza kujinadi, mimi ni fulani wa baba fulani. Lakini ukibabaisha hapa ukaja ukapachika baba si wake na kumpa mwingine, tayari unakuwa umeharibu. Nukta nyingine ya pili, mzazi au baba anatakiwa awe na huruma, awe na rahma. Tayari yeye ni mzazi, ni haki yake kuonyesha huruma na rahma kwa huyu mtoto, ili mtoto aweze kujisikia kwamba naye yuko katika familia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza na bedui mmoja siku moja, akazungumza kwamba sisi tunawabusu watoto wetu. Huyu sahaba, huyu bedui Mwarabu wa majangwani, akaona ni jambo la ajabu sana kwamba nyinyi mnawabusu watoto wenu. Hapa kumbusu mtoto kuonesha huruma na kuonesha kwamba wewe uko karibu naye. Sivyo ambavyo tunavyoishi hivi sasa. Utakuta baba anajinadi na kujisifu katika nyumba, au akipewa jina kwamba fulani bwana kiingia nyumbani ni simba. Sasa kuingia mtu mzazi akakuta labda vitu vimekaa ovyo, basi vikapigwa mateke na kila kitu. Mtoto akija akimfuata anataka kumkumbatia baba, anamtupilia mbali, mimi sina mchezo bwana, ni watoto usicheze nao. Sasa hii sio tabia. Kwa hivyo yule bedui alipoonesha mshangao huo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, kama rahma imeondolewa kwenu nyinyi, mimi nikupe nini? Kwa hiyo inaonyesha kwamba swala la huruma na upole mbele ya watoto ni sehemu ambayo ni haki hasa mtoto apate, wala sio kitu cha kutafuta sehemu nyingine. Nafikiri kwa nukta hii, ziko nukta nyingi, lakini kwa sababu hapa na washiriki wenzangu ambao wanaweza wakachangia katika nukta mbalimbali, ni mwachie nafasi Shekhe wetu Kibabu naye aendeleze mada hii. Tafadhali Shekhe. Nasor, kabla Shekhe Kibabu hajazungumza, kuna hichi kipengele ambacho umekigusia kidogo kuhusiana na kunasibishwa mtu na mzazi wake, na limekuja katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akasema kwamba ni kufuru kutia dosari kwenye nasaba ya mtu, ni kufuru. Inafika mahala ambapo kwamba leo hii tunakuta yalikuwepo katika jamii ambazo si za Kiislamu, lakini mpaka leo hii unakuja kukuta kwamba baadhi ya jamii za Kiislamu wake zao wanapoolewa, wanawake wanapoolewa wanabadilishwa nasaba. Badala ya kunasibishwa na nasaba zao, sasa wananasibishwa na nasaba za ume zao. Na hili ni jambo ambalo kwamba wanawake wa Kiislamu wanapasa walipambanie na kulipigania, kwamba ni haki ya mwanamke hata kama ameolewa abaki katika nasaba yake. Hapo katika Bukhari ilikuja hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna min a'dhami al-fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abi. Subhanallah. Kwa hakika katika uzushi mkubwa sana ulioenea mtu kujinasibisha na asiyekuwa baba yake. Kwa ni haki mtoto akuwe mpaka anazeeka ajue yeye anatokana na ukoo gani, ajinasibishe na ukoo wake, sio kumchomekea tu baba yoyote. Kuuliza Shekhe Bane alikuwa shekhe maarufu, basi unamuita mwanao Yusufu Taha Bane, kumbe ana baba yake. Hapo ni tabu pia. Lakini baya zaidi sio nasaba peke yake. Baya zaidi sio nasaba, hata ile kumbadili jina, kwa sababu mwenye haki hiyo ni mzazi. Tumesema acha kunasibika, lakini kwa mfano mzazi ashaamua huyu ibnu wake anaitwa Taha au binti yake anaitwa Maryam, mtu imeshafikia umri wa kuolewa, huyu anaona hapana, mbatiza kimuoa huyu akiwa Maryam itakuwa shida. Anaenda kwa mpiga ramli, bwana, mimi nataka kuoa
wanaita kwenye lugha ya ushirikina kuvuta nyumba, kuivuta nyumba. Anamuuliza wewe nani? Ami naitwa Omar. Aini 10, mim 70, 80 hiyo na re si ngapi? Nataka kumuoa tu nani? Mariam. Mim kadhaa na re kadhaa. Anajumlisha mahesabu haya, anakuta pangine mke ana alama 110 na huyu mume ni 95. Aiya, huyu bwana atakufulia nguo ya ndani kichwani kwako, manake amekuzidi nyota. Sasa cha kufanya nini? Zinapunguzwa hapo. Unamuuliza nyota nini maana yake? Bwana mtaalamu hata mtaalamu. Sasa nyota ni ile bahati yake aliumbwa nayo mtu mbinguni. Sasa unapofanya hivi ndio remote. Unachange vipi kule zile za mtu, unazichange vipi hizi za Mariam ambazo zishanizidi mie? Kwa kubadili jina unachagua, mwite Zarubia, mwite Zaituni, mwite kadha, na mtu anaondoka pale ananipa tayari bwana, alhamdulillah tushatengeza. Na katika kuoa imefikia mahala sasa ule usafihi, muda wa kufungisha ndoa, ile tamko la ndoa. Usafihi ni nini Sheikh? Upumbavu. Babu ulopitukia kiwango. Haya bwana Muharram Mziwanda, nimekuozesha binti yangu. Nani vile jina lake? Namuuliza Mziwanda. Hilo jina uliokoteza huko kwenye ramli ndio litumike pale, sio lile la siku hizo. Kweli haya ni mambo ambayo hataki kuonekana katika. Shukran Sheikh Taha. Nafasi bado ya Sheikh Kibabu, tafadhali. Kiujumla nishukuru michango ya mashekhe zangu na marafiki zangu. Anazungumzia shekhe au baada yetu hapa tunazungumzia kuhusu haki za watoto, yani wazazi wawafanyie nini watoto wao. Nadhani haki kubwa ni kwa maana kwamba kabla hajapatikana, shekhe wetu amezungumza yale mazingira ya kuandaa maandalizi ya kumtafuta, lakini pia anapokuja namna gani ya kumpa majina, lakini kila anapokuwa, kwa maana kuna stage anazopita zinahitajika baadhi ya haki, kwa maana kuna stage ambazo za kudumu, mfano nafaka, kwa maana toka anazaliwa mpaka anafikia katika umri wa kujitegemea. Lakini kuna kumpa nini huduma, mahitajio ya lazima kama elimu. Itafika stage lazima kwamba katika haki yake mtoto, kwako wewe baba ni kumsomesha, kumuelimisha, kumuongoza. Hayo yote yanahitajika wewe kama mzazi, kwa maana umfanyie mwanao, na lengo kubwa tufikie pale katika ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sasa namna gani unamtengeneza kuanzia mwanzo mpaka pale atakapokuwa sasa ameweza kwenda mwenyewe, kama vile tulivyoambiwa mfano katika moja ya kumuokoa, muru auladakum salati wa hum abna'u sab'in. Ukifika miaka 7 ufanye vipi? Akifika miaka 10 uanze kuwatenganisha, lakini pia akifika miaka fulani uanze kumchapa. Kwa hiyo zile huruma sio malezi, yanafika sehemu mtoto anakuwa anafanya vingine. Mzazi kumpa haki yake mtoto ambao ni wajibu kwako, au unaona kwamba nikifanya hivi anaweza mtoto akakasirika akafanya hivi. Lakini pia katika haki za pamoja za watoto kuwafanyia ile uadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza sana kuwafanyia uadilifu watoto. Nadhani kuna mmoja alikuja akamwambia Mtume, nataka niwagaie, kuna mtoto wangu mmoja nataka nimgaie nihla, nimpe kama zawadi fulani. Mtume akamwambia akullu banika, kwamba nahalta lahum mithla ma nahalta, wote umewapa kama ulivyompa huyu. Yule akasema hapana. Mtume akasema ashhid ala hadha ghairi au inni la ushhid ala jawr. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo vinatakiwa wazazi kama wazazi tuweze kuwafanyia watoto wetu vya lazima, ili kuandalia maisha yao ya baadaye katika maisha ya dunia, lakini pia katika maisha ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nirudishe shukran kidogo hiyo. Hii ni la ashhadu ala jawr, wale watu watazamaji fahamu. Yani yule bwana aliyokuja alikuwa anataka kumshughulisha Mtume kwamba mimi nimemgaia mwanangu kitu fulani kama shamba au nyumba au gari whatever. Sasa Mtume alimuuliza kwamba je, watoto wako wote umewapatia kama unavompatia huyo uliokuja kuniambia kwamba nishuhudie? Yule bwana akasema hapana. Nadhani mtoto alikuwa anaitwa Nu'man. Akasema hapana. Amshana Mtume akasema kwamba kama ni hivyo mimi siwezi kushuhudia dhulma, au peleka ushuhuda huu kwa mtu
mwingine asiyekuwa mimi. Shukran Sheikh Babu. Ni nafasi sasa ya mwana saikolojia wetu Bwana Salahuddin atupe naye utaalamu wake juu ya nukta hii. Karibu bwana. Asante sana kwa kuongezea katika hayo ambayo yamezungumzwa. Pengine nianze na hii ambayo ya sasa hivi katika utaratibu wa soko hapa Tanzania, lakini sehemu hili elimishwa kiado kusema kwa uwazi iliweko kabisa asili mitoko, na mara nyingi wale ambao wanafanya adoption badili majina na kisha kuwafa ubini wa yule ambaye anafanya adoption. Kwa hiyo anatolewa kwenye jina halisi la mzazi wake, kwa sababu yule mtoto pengine bilipokea sababu zote labda zimefariki na from hiyo akachukuliwa ile mtoto. Samahani mtaalamu, adoption kuasili bado tabani maana yake ni kwamba kuasili ni kumchukua mtoto na kumfanya wa kwako kisheria, ingawa huna nasaba naye ya damu. Kwa hiyo unamchukua na kuwa ni wa kwako kisheria. Na ukitizama kwenye tafiti nyingi, hii imekuwa ni miongoni mwa sababu za watu kufuata changamoto katika afya zao za akili, kwa sababu wanapoteza utambulisho. Na moja ya changamoto kubwa sana au ishara inayoonyesha kwamba huyu mtu ana changamoto ya akili ni kupoteza utambulisho. Nakumbuka mwaka 2019 kuna binti Morogoro alijipiga risasi kwa sababu alichukuliwa akilelewa na mjomba wake, lakini hakutambulishwa kama ni mjomba, hajui wazazi wake wako wapi. Sasa mara kwa mara anajiuliza kwamba mimi ni nani katika hii familia, na haya mara nyingi yanatokea katika familia yetu. Na pia inaweza kujitokeza kwa baraka baba au mama anakuja na mtoto wake kwenye ile familia, alafu yule mtoto kwa sababu alikuwa amekuja kwa mdogo sana, anajua kwamba huyu ndio baba yangu hasa au huyu ndio mama yangu hasa. Lakini kwa kadri anazidi kukua, anakuja kugundua, anaona tofauti baina yake yeye na ndugu zake wengine. Pengine anaona kwamba mbona mimi sina vinyweleo hapo, wenzangu wote wana vinyweleo, au mimi sina rangi hii, mbona wenzangu wana rangi hii. Sasa kwa kadri anakojiuliza vile, ni kwamba anauliza juu ya utambulisho wake, na ukishakosa utambulisho maana yake vitu vingi vinaharibika, na historia inaonyesha. Kwa hiyo moja ya haki ya mtoto ni kuunganishwa na nasaba yake, hata kama umemwasili, ajue kwamba vile pale ndio kaburi la baba yake au lile pale ndio kaburi la mama yake, lakini kwa sasa huyu ndio baba yako wa kufikia. Nadhani kwenye historia ya Uislamu muona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepewa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, wewe Muhammad sio baba yeyote, yani huna kumuita baba na huwezi kujilazimisha na yeye kuwa ni baba. Allah alikuwa anazuia hili jambo lisikilika. Miongoni mwa haki ambazo pia anatakiwa mtoto asipate kutoka kwa mzazi wake ni kupendwa. Hili jambo ambalo limezungumzwa sana, na kwa kweli sina maneno mazuri ya kusisitiza juu ya kuwapenda watoto wetu, kwa sababu when kumpenda mtoto ndio kunatengeneza usalama wake. Shukrani ndugu mwana saikolojia wetu, muda wetu umetutupa mkono sana. Ndugu mtazamaji, ulikuwa nasi katika kipindi cha Sawaidul Ikha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumezungumza mengi, lakini sana tumejikita kuona kwamba mtoto anatakiwa arudishwe katika asili yake. Isa ibn Maryam anaitwa Isa ibn Maryam, ni asili yake, manake kaja kimiujiza, hana baba, lakini kaja kwa upande mmoja. Qur'ani haikusita wala Allah kuona kinyaa kumuita jina la mama yake. Kwa hivyo tujitahidi sana familia yetu tuile Ahla wa sahla wa marhaba, wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa TV yetu pendwa Africa TV Swahili, mwongozo wa maisha. Tunakutana tena katika kipindi chetu kile ambacho tumekuwa tukiendelea nacho katika kipindi chote cha mwezi wa Ramadhani, Sawaidul Ikha. Na leo tuna fursa ya kuliangalia jambo muhimu sana katika familia, haku nafaka. Kama tunavyojua, mahitaji ya familia ni jambo la muhimu sana, na ni haki muhimu kwa hasa kwa msimamizi wa familia kuliangalia jambo hilo. Kabla tuende jambo hilo, tujaingia katika mada hiyo, mbele yenu hapa ninaye
kijana wetu, kijana wangu. Wewe usimwite kijana wako, huyu ni kijana wangu mimi Jafari Mponda, atupe nakma kidogo itakayotuandaa vizuri kusikiliza haqu nafaka wa fadlu dhimmati albalia. Sheikh Jafar, karibu. Asante. Shukran. Ewe mke wangu, pendo langu ni la dhati, kipenzi changu, mimi kwako mahututi. Moyo wangu, wewe kwangu sweetheart, na mapenzi yangu wewe umeadhibiti. Wewe bustani yangu na mimi bustani yako, kila cha kwako cha kwangu na kila cha kwangu cha kwako. Wewe bustani yangu na mimi bustani yako, kila cha kwako cha kwangu na kila cha kwangu cha kwako. Mama wa wanangu, kipenzi mwenye hekima, mshauri wangu, ninakupenda daima. Kipenzi cha moyo wangu, ninakupenda daima. Huyo ni Jafari Mponda. Sheikh Jafar, nakushukuru sana kwa jambo hilo sana. Allah sana akubariki kila la kheri. Alhamdulillah. Lakini pamoja na hayo, na nichukue fursa hii kumwalika Sheikh Muharram Mziwanda ili aweze kutufanyia kazi hii ya haqu nafaka, na tuone mwajibikaji anawajibika kiasi gani katika eneo hili. Sheikh Muharram, umma na watazamaji wa Africa TV Swahili, mwongozo wa umma, mwongozo kwa maisha, wako tayari mbele yetu kukusikiliza na kuona unadadabua kiasi gani wajibu wa mahitaji na matumizi katika familia, kuleta utuvu na utulivu na ufanya maisha ya familia yakae vizuri. Na pengine tunataraji kama haya yatakuwa vizuri, basi wanajamii pia tutakuwa na wanachama wa kijamii wazuri wanaotoka katika familia ambayo imekidhi na kutimiza mahitaji ya muhimu kwa msimamizi wa familia. Falyatafadhal mashkura katika hilo. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu sallam wa baraka ala rasulillah wa ba'd. Msomi mmoja alipata kusema, walikulli fardin min al-afradi wa asafa lahu daurun walakin la yuaddi. Kila mtu mmoja katika jamii ya mmoja mmoja ana mchango wake kwenye dini na kwenye jamii. Kwa bahati mbaya hayupo ambaye anakaa kwenye nafasi yake. Ndiyo dhiki inayo tukuta hii. Nakumbuka katika vipindi vilivyopita tuliwahi kugusa kipengele cha haki. Wanamume wana haki na wanawake wana haki na watoto wana haki, lakini pia na wajibu. Mwanamume ana wajibu zake, mke ana wajibu zake, lakini pia kuna zile zinazowahusu watoto. Sasa leo bifadlillahi wa hikmatihi tumeingia katika kipengele cha haqu nafaka wa fadlu dhimmati almaliya. Kwa lugha nyepesi ili tufahamiane, tufasiri kwamba jukumu la huduma au hii haki ya huduma ni ya nani? Mlango ni mpana sana, na walilahi alhamdu wanawachuoni wamelieleza katika wanawachuoni wa madhhabu ya Shafi. Imamu Nawawi kalieleza sana katika Minhaji Talibin na katika Ar-Rawda kalizungumzia ili suala la huduma. Na kiuhalisia huduma zimegawanyika katika sura mbili kubwa. Kuna
alhuququ alwajiba walhuququ alfadila almustahabba. Kuna haki za wajibu, yani wewe lazima uzitimize hizo za nafaka, ambazo hizi wanawachuoni wamezitaja ni jukumu la baba ama mume kwa yule mkewe. Hatuzungumzii mtu kajitengenezea kimada, hatumjadili huyo ambao mara nyingi tumekuwa tukipata tabu katika Ramadhani hizi. Shekhi, kwamba mimi nina kimada wangu kwa bahati mbaya, lakini si nini, ila nakwenda kufuturu au nikimpa inakuwaje? Sisi hatuwazungumzie hao mpaka unaiadhiri kwamba unasema unacho kimada, maana yake dini uheshimu. Mimi nasaidia kununua na nasaidia kupika. Kuna ubaya wote. Sasa hili ni jukumu la baba, na jukumu hili limegawanyika. Ima kuna mtu ana uwezo mkubwa na kuna mtu ana uwezo wa kati na kuna mtu ana uwezo wa chini. Wahenga wametumia lugha ambayo pia inakubalika katika sharia. Mkono hukuna mahala unapofika. Kwa hiyo mwenye uwezo mkubwa anatakiwa atoe huduma kutokana na nini? Na uwezo wake. Na yule wa katikati ataangalia hali yake na wa chini. Mruzuku Mwenyezi Mungu. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq. Ichukue kila mahala, hiyo ndiyo siri ya Qur'ani. Mwenye kipato kikubwa atoe huduma kwa mujibu wa ukubwa wa kipato chake. Kwa bahati mbaya, hasa sisi vijana, wapo na wazee hawa wanajisahau, lakini sana sisi vijana, kwamba tunashindwa kutofautisha kati ya uchumi na ubahili. Yani mtu anakuwa bahili, anakwenda kusingizia uchumi. Yani imekuwa ni mfululizo wa mikakati ya majani kama nyungu, mchicha, matembele, akitoka kidogo kapanda kabichi, maharage, anashuka. Inafika wakati mwanamke inafika miezi 6 akumbuki lini niliwahi kupika nyama ndani ya nyumba. Na kuna hatari ukimnunulia maini akaunguza, kwa sababu hajawahi kuyapika tokea umoe mwaka wa 6 huo. Wewe kama uliwahi kula maini, labda shughulini ulialikwa. Sasa hii huduma ni jukumu la mume kwa mkewe na watoto wake. Lakini sharia imepata kumzungumza mwanamke endapo uwezo anao akaridhia kujihudumia, maana yake ile ni haki yake, alitakiwa afanyiwe. Lakini karidhia mwenyewe kumwambia mumewe kwa mapenzi yake ama kwa kuzingatia hali aliyonayo. Na je, inakuwaje ikiwa mume ameshindwa kutimiza hii haki ya nafaka? Mke kwa sababu ana watoto na mahitaji ya nyumbani akatoa. Hivi mke anaweza kulihesabu deni kwa mumewe hili? Yani kwa kuwa mume ndio mwenye wajibu, sasa kashindwa kwa namna moja ama nyingine, mke akatekeleza, haiwezi kuhesabika kuwa ni deni, ila kama itakuwa alitoa kwa maana ya deni, kwamba nakukopesha, na pakathibitika kweli ni pesa ama ni mali ya mwanamke katoa, itabaki kuwa deni. Lakini kama katoa, ndio maana halisi wala tansawul fadla bainakum. Hizo fadla zina maana nyingi, lakini fadla maana yake ni kwamba wema, ziada. Kwa hiyo msije mkasahau ulifanya kitu, ndio maana ya kusema wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Sheikh Said Muhammad Baashin alipata kusema neno rahma ni riqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan. Sahih. Kwamba nini rahma? Riqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsana. Hebu liweke bayana hilo. Yani kuna sura ya ulaini na upole ambao Mungu amemjalia mtu katika moyo wake, jambo ambalo linampelekea ampe kipaumbele mwenziwe na kumjali na kumfanyia mazuri. Sasa mke kipindi mapenzi bambam akamfanyia ihsani hiyo mumewe, asije akaweka tena kuwa ni nini deni. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma.
Sheikh Ndauga, nilipata kukusikia ukilitaja jambo hili la rahma. Kama anavyolidadavua Sheikh Nziwanda, na hasa katika hatua ambazo mume sasa ameshindwa kutimiza haki ya nafaka, si kwa kusudi wala si kwa ubahili, kakwama kweli. Hii unaiongezeaje hapo? Swala hili ni kwamba mara nyingi sana wanawake wanasipita hara ya sifa ya huruma, kwa sababu kwanza anapokuwa katika ndoa mama ile huwa anaona garda taba naye litongozi bila kiongozi, alikuwa hana kiongozi bahati. Alafu na sema matatizo wanawake huwa hana pia kwenye kuna wakati kwa na katika utatu zinatumika wakati huo. Inshallah haki ya nafaka inabaki kuwa ya mume, na pale mke anaposaidia kwanza, mke anaona fahari. La muhimu tu ni namna gani mabadilishano hayo yanafanyika, yasije yakaleta mzozo wala yasije yakazuia haki kuendelea katika mke na mume. Lakini pia mume asije akajitoa katika jambo hilo, akiona mke sasa kaanza kuchukua majukumu, akafikiri sasa ngoja nimtelekezee na nimwachie. Wapendwa watazamaji, muda wetu sio rafiki tena. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuombeeni endeleeni kuwa nasi katika vipindi vyetu katika TV yenu pendwa Afrika Swahili, mwongozo wa maisha. Walillahi alhamdu. Wassalamu alaikum warahmatullahi na maulama wema maduati ikhiwani, wanaoongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo usende mrama.